Ukiwa unapata hedhi ya damu kama inavyoonekana kwenye picha ya kwanza, ni ishara ya kwamba una kiwango kikubwa cha estrogen. Estrogen ni homoni ambayo mara nyingi inafanya kazi ya kuandaa ule mji wa mimba. Kwa hiyo inaruhusu ule mji ukue zaidi. Sasa wakati inakuwa nyingi zaidi, kwa maana hiyo itaruhusu ile endometrium iwe kubwa zaidi na kufanya damu iwe nyingi zaidi. Kama unapata damu hii kipindi hiko cha hedhi kwa siku za kwanza, yani kabla ya siku ya pili kuisha, ni kawaida, japo sio kwa wanawake wote. Lakini kama unapata damu hii ya hedhi kuanzia siku ya 3 na kuendelea, huwa si kawaida. Kuna ishara ya kwamba homoni hii au kichocho hichi aina ya estrogen kimeongezeka. Watu kama hao wanaweza wakaambatana na dalili mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maumivu ambayo yanaweza kuashiria labda kuna uvimbe, au dalili kama kupata damu ambayo mara nyingine inakuwa kama ina clots, kama ina mabonge. Tutaongelea kuhusu clots vizuri. Lakini pia watu kama hawa huwa ni wale watu ambao either utakuta ni wanene sana, au wana tatizo la zile tunaita vimbe maji, au wana tatizo la issue ya kama wametumia dawa za uzazi wa mpango, au changamoto nyingine ya uvimbe wowote. Inaweza kawa ni uvimbe uvimbe nyama. Kwa hiyo si lazima mtu mwenye hedhi ya namna hii kwenye pedi ya kwanza awe na changamoto ya hormone kama nilivyoeleza. Zingatia muda tuliosema. Kwa maana hiyo kama mtu anakuwa na hedhi hii, maana yake anaweza akawa anavaa zaidi ya pedi 6 kwa siku, kitu ambacho si sawa, kwa sababu kiwango cha damu huwa ni kama vijiko 4 mpaka 5. Sasa kama mtu anafikisha vijiko 5, yani anavuka vijiko 5, hiyo inaashiria kwamba damu yake ni nyingi zaidi. Kwa mtu huyu inabidi achukue hatua. Nadhani imeeleweka. So tutazungumzia aina ya pili ya pedi kwenye posti inayofuata. Kaa hapa, lakini share makala hii ili umsaidie mwenzio naye ajifunze.